JKCI itaendesha semina maalum ya kitaifa kwa wataalamu wa maabara kutoka hospitali na taasisi mbalimbali nchini. Nawapongeza sana JKCI. Hatua hii inaonyesha wazi kuwa JKCI haijajikita tu katika kutoa huduma, bali pia katika kujenga uwezo wa kitaifa na kueneza maarifa kwa manufaa ya mifumo mzima wa afya nchini. Ndugu wageni waalikwa, napenda pia kutambua mchango mkubwa wa kampuni ya SEX Limited pamoja na washirika wao wa kimataifa Roche, Sysmex na BD kwa kushirikiana na JKCI katika usambazaji wa vifaa, usimikaji wa mifumo ya kisasa, mafunzo ya wataalamu na huduma endelevu za kiufundi. Ushirikiano huu ni mfano bora wa namna sekta ya umma na sekta binafsi vinavyoweza kushirikiana katika kuleta teknolojia za kisasa, kuimarisha ubora wa huduma na kuharakisha maendeleo katika sekta ya afya. Naomba niwathibitishie ninyi JKCI na taasisi nyingine ambazo nimekwisha zisikia wakiwemo na Muhimbili kwamba mnachokifanya leo ni msingi ambao aliujenga baba wa taifa katika hotuba zake mbalimbali, ambaye aliwahi kusema taifa hili haliwezi kupiga hatua lenyewe, bali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo nchini na nje ya mipaka ya taifa letu. Taifa letu ni changa, bado ni changa ukilinganisha na mataifa yaliyoendelea ambayo yana umri wa zaidi ya miaka 100 na nyingine miaka 200. Ninaomba niwatie moyo JKCI, niwatie moyo Muhimbili, MOI, taasisi ya Ocean Road ya kansa, niwatie moyo taasisi zetu mbalimbali nchini, waganga wafawidhi wa mikoa kote nchini, vituo vya afya na taasisi zote zinazotoa huduma za afya nchini. Msisubiri bajeti za serikali. Taifa letu, kwa maono wa baba wa taifa kwamba haliwezi kuwa huru bila kujitegemea kwenye sekta ya afya, lakini uhuru huu utategemea na namna ninyi viongozi ambao mmekasimiwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais katika taasisi zenu, kwa namna mtakavyojiongeza kwenda kuwahudumia Watanzania katika maeneo yenu. Uhaba wa vifaa, uhaba wa majengo utategemea sana ninyi viongozi mliokasimiwa mamlaka ya katibu mkuu, namna mtakavyoweza kupiga hatua kwenye taasisi zenu, kwenye hospitali zenu, kwenye vituo vyenu, kwa namna mtakavyoweza kujiongeza, kuwatafuta wadau wa maendeleo, kuzungumza nao. Msisubiri waziri, msisubiri katibu mkuu awape maelekezo nayatoa leo hapa JKCI. Msisubiri kutuomba kwa barua. Nendeni, kutaneni nao, zungumzeni na wadau, sogezeni maendeleo kwenye sekta ya afya kwenye maeneo yenu, na sisi viongozi wenu tutawapongeza kwa kazi nzuri ya ninyi kujiongeza na sio kusubiri bajeti za serikali. Bajeti zetu ninyi mnaziona. Jana waziri wa fedha aliposoma pale, mmemsikia. Baba wa taifa alilitabiri hili kwamba itafika wakati serikali hii ya Tanzania itajitegemea yenyewe, na ndio tunayoenda kuyaona hivi karibuni. Bajeti 74% ni mapato ya ndani, na sehemu ndogo karibu bilioni 500 pekee ndio mchango wa wadau wa maendeleo. Hii tafsiri yake ni nini? Ni ndoto za baba wa taifa ambazo sasa Rais Samia ameziamsha, kwamba taifa hili inawezekana sisi wenyewe tukajitegemea.
Lakini kujitegemea kwetu kutategemea sana na ninyi viongozi wetu ambao mmekasimiwa mamlaka kwenye maeneo yenu. Jiongezeni. Na sisi ndani ya wizara tumewapa baraka zote. Tokeni, nendeni mkazungumze na wadau, nendeni mkatafute fursa mbalimbali. Na nimesema hapa leo, mkurugenzi, hili sitalirudia. Mimi kama waziri wa sekta hii nimetoa ridhaa. Nendeni mkawasaidie Watanzania, nendeni mkatafute fursa, na msisubiri kibali cha wizara. Kibali na kitoa leo. Kawasaidieni Watanzania kokote kwenye taasisi zetu kwa kutafuta fursa mbalimbali. Mkiweza, jengeni wodi mbalimbali bila kusubiri bajeti ya serikali, na hili mnaliweza. Kibali nimekitoa leo. Mwenyekiti wa bodi, msisubiri waziri aseme, nimekwisha sema leo. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania